Haya ni mafunzo ya vitendo yanayofanyika katika chuo cha ufundi stadi VETA wilayani Buhigwe mkoani Kigoma. Wanafunzi hawa kwa pamoja wamekusanyika kuhakikisha kwamba wanapata elimu itakayowasaidia kujikimu kimaisha. Mimi kama binti niliona hii fani hata kama nikiichukua itaweza kunisaidia hata nikienda sehemu yoyote, na haitanipa usumbufu kipindi ambacho nitakuwa tayari nipo kwenye familia yangu, nitaweza kujiendeleza hata kama nikiwa nyumbani. Utekelezaji huu unafanywa kufuatia kauli ya serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha awamu ya pili ya utawala wake, ambapo hiki ni miongoni mwa vyuo 65 vinavyotekelezwa kuhakikisha kwamba elimu inafikishwa kote nchini. Na kwa sababu chuo bado ni kipya, lakini tumeona juhudi inayofanyika kuwa ni kubwa zaidi, na imeweza kutuletea mafanikio makubwa kwa vijana wetu. Mwitikio umekuwa ni mkubwa. Tulianza na watoto 72, lakini mpaka hivi ninavyozungumza tayari tumeweza kufikisha watoto 232 tangu chuo kimeanza, kwa zile kozi za muda mrefu. Lakini kwa kozi za muda mfupi tayari tumeweza kufikisha wahitimu 2300 walioweza kupata stadi za mafunzo mbalimbali, zikiwemo za hizo fani nilizotaja kwa ajili ya muda mrefu, ambazo ni umeme, mabomba, ushonaji, ujenzi, uchomeleaji. Lakini pia tuna fani zingine za muda mfupi chini ya programu ya yeye mwenyewe Rais wa Jamhuri Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora, serikali imehakikisha upatikanaji wa vifaa vya kisasa kwa wanafunzi, kuleta walimu wazoefu pamoja na kutoa mafunzo yatakayosaidia mwanafunzi kujiajiri, kuajiriwa pamoja na kufanya kazi kwa ufanisi. Ninasomea ufundi wa kushona nguo, ushonaji. Nikiwa fundi wa kushona nguo na mitindo mbalimbali, nitaweza kujiajiri hata nikitoka nje ya hapa. Hiki chuo kimeanzwa mnamo 2023, kimetoa level 2 kwa mara ya kwanza mwaka jana 2025. Kwa upande wa ushonaji tunajifunza vitu vingi, tunaanzia kuanzia kushona nguo za kike, za watoto, za kiume, zote, aina zote, mavazi ya aina yote. Wapo wanafunzi ambao wanashindwa kupata mafunzo haya kwa sababu za kifedha. Katika kulijua hilo, serikali ya Samia Suluhu Hassan imetoa ufadhili wa baadhi ya masomo kote nchini. Hali hii inaleta mwitikio mkubwa kwa wananchi kujiunga katika mafunzo hayo. Kwa mfano haya tuna mafunzo kama haya wanawake na Samia ambayo yapo yanaendelea mpaka sasa hivi. Hayo hayana kikomo, bado yataendelea kuendelea kutolewa. Haya ni bure kabisa, mafunzo haya ni bure, tunaendelea kutoa mafunzo haya. Pamoja pia kuna yale pia waziri mkuu. Hii yote ni serikali ya Samia. Nafikiri na sisi tutataraji kupata hivi karibuni yale mafunzo ya waziri mkuu, kwa maana ya vijana waweze kupata ujuzi mbalimbali. Tunaita kuna ile ya miezi 6, vijana wanapata mafunzo kwa muda wa miezi 6. Then kuna ile program moja inaitwa RPR, Recognition Pro Learning, na yenyewe pia kuwatambua wale mafundi waliojifunzia mtaani, kuweza kuwa recognize, kuweza kuwatambua na kuweza kuwapa vyeti. Vile vile kuna uboreshaji pia wa mashirika au wadau mbalimbali. Tuna ushirikiano nao mbalimbali ambao watusaidia pia vifaa na kufanya uboreshaji mkubwa. Kwa mfano tuna shirika la Enabel la Ubelgiji. Hii shirika hilo wametuletea vifaa vingi sana. Vifaa hivyo ni vingi sana. Kwa mfano wametuletea vifaa vya kilimo na umwagiliaji. Wametuletea irrigation system kwa maana nzima zote sets
kwa ajili ya umwagiliaji, wametuletea kompyuta zaidi kompyuta 30, wametuletea smart board, wametuletea laptops na vitu vingine vingi ambavyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana Enabel kwa namna wanavyojitoa. Hii inatokana na mashirikiano mazuri ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na mataifa mbalimbali ya duniani, kwamba tunakaa nao vipi sisi kama Tanzania kupitia Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Nikiwa hapa katika chuo cha VETA Buhigwe mkoani Kigoma, hii ni Kanyuka TV.